Kwa jina naitwa Yazaeli Nixon Kidumba, ni mkazi wa kijiji cha Ufwala ambacho kinapatikana kata ya Wanging'ombe, wilaya ya Wanging'ombe, mkoani Njombe. Mimi ni mwenyekiti wa kikundi na kikundi chetu kinaitwa kikundi cha ufyatuaji tofali Ufwala, kinachopatikana kwenye kijiji hiki cha Ufwala na kata yetu Wanging'ombe, wilaya ya Wanging'ombe. Kikundi chetu sisi tunajishughulisha na ufyatuaji tofali. Mwanzoni mwa michakato ya kuunda kikundi tuliungana vijana 6 ikiwa kwa jinsia mbili tofauti, wa kike 3, wa kiume 3. Tukaandaa katiba yetu kwa uzuri tukisaidiana na afisa maendeleo. Baada ya kuandaa katiba tukaenda tukasajiliwa. Baada ya kukamilisha usajili tukarudi kujipanga upya na tukajifunza zaidi juu ya mfumo wa nesti kupitia maendeleo ya jamii kutoka wilaya na afisa manunuzi toka wilaya. Walitusaidia kutengeneza mchakato mzima kujiunga na nesti, mfumo wa nesti. Na tulipofanikiwa kama mwenyekiti nikathibitisha kuwa mfumo umekamilika. Wakati tumeunda kikundi tulikuwa hatuna mtaji wa moja kwa moja kuendesha kiwanda au kuanzisha biashara ya uzalishaji tofali. Tuliomba mkopo halmashauri kupitia viongozi waliokuwa wakitusaidia, hususani maendeleo ya jamii. Walitusaidia namna ya kuomba mkopo, tukaomba mkopo, tukabahatika kupata milioni 71,970,460. Baada ya kuzipata hizo hela na mkopo huo tulioupata, basi tukaanza prosesi za kuandaa utaratibu wa kuanza uzalishaji. Lakini kabla ya kuanza uzalishaji, sisi kama kikundi tulikuwa hatuna kiwanda. Lakini kwa kuwa halmashauri ilikuwa na kiwanda ambacho ndio hichi, tukaanza kuona namna gani tunaweza kushirikiana nao ili sisi tuutumie mtambo wao. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupitia viongozi maendeleo ya jamii, idara ya biashara na manunuzi, walitusaidia namna ya kutengeneza mfumo wa kuingia ubia na halmashauri, ili makusudi halmashauri ipate faida yake na sisi tupate faida, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna uwezo wa kumiliki kiwanda kwa wakati huo. Walivyo tukabidhi mtambo, ndio sisi tukaanza hatua za awali za manunuzi. Tulifanikiwa kuomba tenda kupitia mfumo wa nesti. Tulibahatika kushinda tenda 11. Tenda hizo zina thamani ya shilingi milioni 67,900,716. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu tumenufaika na tenda hizo na tumelipwa, tunamshukuru Mungu. Na sasa bado tunaendelea na uzalishaji kwa sababu kwenye akaunti tuna fedha ambazo zinatusaidia baada ya kupata malipo kwenye zile tenda tulizozishinda, na tukasupply na wao wametulipa pia. Tumeona faida mojawapo ambazo tumezipata. Kwanza tumejiajiri sisi wenyewe. Tumejiajiri sisi wenyewe na tunajiingizia kipato. Kila Jumamosi tunalipana kulingana na kazi tulizozifanya. Lakini pia tumeajiri na watu wengine ambao ni vijana wenzetu pia, nao wananufaika kupitia sisi kunufaika kwetu. Manufaa ambayo na wao wanayapata ni vile kupata ajira. Kusema ajira ni kwamba hatuwezi kufanya kazi sisi wana kikundi wenyewe. Tunategemea watu ili na sisi tufanikiwe kwenye uzalishaji. Ndio maana na wao wananufaika kupitia sisi. Ina maana kama walikuwa hawana kazi maalum kama tulivyokuwa sisi, saizi angalau tumeshapata kaajira, hata kama kana kipato kikubwa, lakini tunapata chochote kitu cha kutusaidia kwenye maisha yetu. Kama kikundi, kwanza tumeboresha ofisi yetu, tumenunua kompyuta kwa ajili ya kutunzia kumbukumbu, tumefunga kamera kwenye mradi kwa ajili ya kutunzia taarifa. Kama kuna jambo limetokea, basi tunaingia kwenye kamera, tunakagua, tunaona. Kumekaa vizuri kwa upande wa ofisi, tunatunza nyaraka zetu kwa uhuru kabisa. Lakini pia kama kikundi tumefanikiwa kununua pikipiki ya milioni 3,600,000, ndio inayotusaidia kila siku kwenye majukumu yetu binafsi, lakini na kwenye majukumu yanayohusu mradi. Kwa majina naitwa Placida Christopher Lyagula, ni mwanakikundi
kutoka kikundi cha ufyatuaji tofali Ufwala kilichopo kijiji cha Ufwala, kata ya Nging'ombe, wilaya ya Nging'ombe, mkoa wa Njombe. Sisi kama wana kikundi kupitia mfumo wa NeST tumenufaika, kwani huu mradi wa tofali tulionao kwa asilimia kubwa ni mradi ambao unatembea sana serikalini. Kwa hiyo baada ya kuanzisha kikundi chetu tulikaa na viongozi ambao wanatusaidia, wataalamu kutoka halmashauri walitusaidia na walitushauri tujiunge na mfumo wa NeST, kwani miradi mingi serikalini inapita kwa njia ya mfumo wa NeST. Tofauti na hapo, zamani tulikuwa tunategemea sana kulima. Tukishalima baada ya muda fulani inabidi tutulie, tumekaa tunatafuta tu kazi ndogo ndogo, mara tunatembea hapa mara hapa, lakini kwa sasa tuna sehemu pa kujituliza. Kwani tunakaa tunazalisha uzalishaji wetu ambao kila siku unaendelea kwa wiki siku 6. Kila siku lazima tufanye kazi ambayo inatuweka tunakuwa tuko bize na maisha yetu ya kila siku. Mimi kama mwanamke, kama kijana na msichana, kwa haraka hii kazi naweza nikafikiria ni kazi ngumu, lakini wanasema hakuna kitu kigumu duniani bila kukijaribu. Mimi kama mimi nimenufaika kwa namna moja ama nyingine, kwani nimeweza kutoka katika hali ile ambayo nilikuwa nayo mwanzo na mpaka sasa nimeweza kupata angalau kwa mwezi napokea kitu chochote ambacho kinaweza kunisaidia, na pia tumenufaika kwa mtindo wa namna moja au nyingine, kwani siko peke yangu, tuko na wasichana zangu ambao ni 3, pia tumenufaika wote. Tunashirikiana na vibarua na wenzetu waliopo wengine 3 wanaume, tunashirikiana za kufanya kazi kwa umoja, maana hakuna kazi ambayo haihitaji ushirikiano. Zote kazi zinahitaji umoja na ushirikiano tupate kufanya kazi kwa umoja. Kama tutaendelea kuomba tenda, sisi kama kikundi cha ufyatuaji tofali Ufwala, malengo yetu ni kupanua sana huu mradi wetu, kwani sasa hivi tuna mradi wa tofali tu. Vipo vingi ambavyo vinazalishwa kutokana na huu mradi wa tofali, kwani cha kwanza tutaongeza material aina tofauti. Kwa sasa tafuta mradi wa angalau tu tunauza na saruji. Cha pili, kuna kokoto, mchanga, vyote vyatumika kutumia huu mradi wetu. Cha tatu, kuna nondo, mabati. Tukinufaika, tukiendelea kupata faida zaidi, tutajiongeza na kunufaika zaidi ili tuweze kupanua sana biashara yetu tuliyokuwa nayo sisi kama na kikundi. Tenda serikali ni pesa. Tena pesa sio kidogo, ni sana, kwani halmashauri yetu sisi ina miradi mingi sana, lakini vikundi vipo vichache. Kwa hiyo nakuta kuna kazi nyingine tunashindwa kwa sababu vikundi viko vichache na miradi serikali inachelewa, haina utekelezaji kwa sababu material yanakuwa machache. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu tunufaike na mikopo tuliokuwa tunazalishana halmashauri, kwani tukizalisha vitu tofauti tofauti, miradi tofauti tofauti, tunaweza tukanufaika na halmashauri yetu ikaendelea kukua zaidi. Mambo yote ni NeST. Halmashauri nzima ni NeST kwa wingi. Kwa jina naitwa Rehema Ali Muunzi, ni afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Nging'ombe. Leo hii nimekuja kutembelea kikundi cha Ufwala kilichopo kijiji cha Ufwala, kata ya Nging'ombe, halmashauri ya Nging'ombe. Sababu ya kuwatembelea, kikundi hiki kimenufaika na mkopo wa 10%, kimeweza kukopeshwa milioni 71 kwa ajili ya shughuli ya ufuatiliaji matofali, lakini kikundi hiki kimepata fursa ya kujiunga katika mfumo wa manunuzi, mfumo wa NeST. Kikundi hiki kimejiunga na kimeweza kupata tenda ambazo zimetolewa halmashauri kwa kupitia mfumo wa NeST, kimenufaika mpaka sasa kupata tenda 11. Halmashauri ya wilaya ya Nging'ombe tumesajili makundi 21 kwa ajili ya kupata fursa katika mfumo wa NeST. Kati yao vijana wa kiume ni makundi 17 na vijana wa kike ni makundi 4. Halmashauri imeweza kutoa tenda katika makundi 4 yakiwemo makundi 2 ya vijana na makundi 2 ya wanawake. Tumeweza kutoa tenda ya usafi katika jengo la halmashauri. Vile vile imeweza kutoa tenda katika kikundi hiki cha vijana kwa ajili ya ufyatuaji wa tofali, lakini tenda nyingine kwa ajili ya kina mama wameweza kutoa tenda kwa ajili ya chakula, huduma ya chakula, lakini kikundi kingine cha vijana kimeweza kutoa tenda kwa ajili ya kusupply magrili katika taasisi zetu za serikali. Kwa majina naitwa Harrison Tem, ni mkuu wa kitengo cha usimamizi wa manunuzi na ugavi katika halmashauri ya wilaya ya Nging'ombe mkoani Njombe, na penda kutoa ufafanuzi kwenye sheria yetu ya manunuzi ya umma, sheria namba 10 ya mwaka 2023 kifungu cha 64 na kifungu kile kidogo cha kwanza, kilisoma pamoja na
kanuni zake za mwaka 2024 kifungu kile cha 34 mpaka 36 ambacho kinaelezea usajili wa vikundi maalum, lakini fursa zinazotakiwa kutolewa kwa vikundi hivi maalum na namna ya kuvilipa vikundi hivi maalum. Halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe katika mpango wake wa ununuzi ilitenga 30% ikiwa ni takwa la kisheria, kwa maana ya 30% hiyo itumike kwa ajili ya makundi haya maalum. Tumetekeleza hilo, lakini pia halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe kwa kushirikiana na idara ya maendeleo ya jamii imefanya usajili wa vikundi katika mfumo wetu wa ununuzi wa umma, kwa maana ya mfumo wa NeST, vikundi takriban 21 na vimeanza kupata zabuni kupitia mfumo wa NeST. Tumevijengea uwezo vikundi hivyo ili viweze kushiriki katika ununuzi wa umma kupitia mfumo wetu wa NeST, na vimepata zabuni takriban milioni 105 ambazo zote zimeingia katika makundi haya maalum ambayo yamesajiliwa. Aidha, tunaendelea kuhamasisha vikundi vingine, vijana wengine katika maeneo tofauti tofauti ndani ya wilaya yetu ili kufikia lengo na takwa la serikali la kuhakikisha kwamba kila halmashauri inasajili vikundi takriban 150 ili viweze kunufaika na fedha hizi za serikali. Lakini katika eneo hili tulipo sasa, eneo la Ufwala, kuna kikundi cha ufituaji tofali kinajulikana kwa jina la ufituaji tofali Ufwala. Kimenufaika, ni kikundi ambacho kimenufaika na zabuni za serikali kupitia mfumo wa NeST. Tumekisajili, tumekijengea uwezo na kimepata zabuni takriban milioni 67 na wamelipwa na wamekuwa mashuhuda wetu katika utekelezaji wa sera hii ya serikali kuhakikisha kwamba vijana wanapata zabuni kupitia mfumo huu wa ununuzi wa NeST. Na tumekuwa tukihamasisha vijana wengine waweze kushiriki, ikiwa hiki ni sehemu mojawapo. Kazi yetu sisi ya manunuzi ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia, tunatenga zabuni hizo ambazo zimeelekezwa kiserikali zikae katika makundi haya ya vijana, na tuna miradi mingi ambayo inatekelezwa ndani ya wilaya. Tuna ujenzi wa madarasa mbalimbali, tuna ujenzi wa zahanati, tuna ujenzi wa afya, nyumba za wakuu wa idara, tunafanya ujenzi katika vituo vyetu vya kata, vijiji. Tumeelekeza na tumeendelea kushirikiana na watu wa ngazi za chini kwenye facility ili kutumia mfumo wa NeST app kuhakikisha kwamba material kama matofali ambayo yanazalishwa na kikundi hichi, basi kikundi hichi kinanufaika na tenda hizo ili waweze kuona manufaa ya matumizi ya mfumo wa NeST na fedha ambazo zinatengwa na serikali kuhakikisha kwamba zinawafikia makundi yote. Katika eneo la malipo kwa sasa hakuna changamoto katika halmashauri yetu. Kwanza tunaishukuru serikali kwa sababu inahakikisha kwamba inatuma fedha zinafika katika vituo. Unakuta fedha ziko benki zinasubiri mtoa huduma atekeleze kazi yake, alipwe. Kwa hiyo malipo yote yapo kwa wakati. Wote wanaotekeleza shughuli za ununuzi katika wilaya, fedha zake zipo. Hatuwezi kuwaambia kwamba fedha ni za janja, hapana. Fedha zipo tayari, basi wale wote wanaopata fursa wawe wanaiamini serikali, waiamini halmashauri. Halmashauri yetu ya wilaya ya Wanging'ombe tumetenga ile 30% katika vikundi ambao ni takriban ya bilioni 3, na hamasisha vijana, makundi mbalimbali yashiriki kujiunga katika mfumo wa NeST na washiriki kuomba tenda hizi ambazo tunazitangaza kupitia mfumo wa NeST ili waweze kunufaika na kuona manufaa ya serikali kupitia fedha hizi zinazotengwa, na ni fedha nyingi, basi hima kwao kuchangamkia fursa hii.